Kwa majina naitwa Ayubu Skagonamo, mwenyekiti wa wilaya ya Momba kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa sasa chama chetu kwa maana ya makao makuu tupo kwenye jukumu la maandalizi ya baraza kuu la chama ambalo litafanyika tarehe 15 mwezi wa 9, na chama kimeshatoa mwelekeo kabisa kwamba kinahitaji tupate milioni 334 ambazo kimsingi mpaka sasa hivi Watanzania wameendelea kwa imani kubwa na kwa upendo mkubwa wameendelea kukichangia chama tangu tutangaze mpaka sasa. Tumeisha kusanya nusu ya kiasi ambacho tunakusudia kukipata. Kitu ambacho kimenifanya nikae hapa leo ni kuwaomba Watanzania. Ninawaomba Watanzania wanaopenda maendeleo ya nchi yao, wazalendo wa kweli wa taifa hili. Kwa hiyo niwaombe sana waendelee kukichangia chama hiki kwa sababu kipo kwa ajili ya kutoa elimu kwa Watanzania wote. Kwa hiyo naomba niwaalike Watanzania, niwasihi wananchi wote wa Tanzania kuendelea kuichangia, na namba zetu ziko wazi za kuchangia, na mfumo rahisi tuliouona ni wa kwenye simu, japo upo na kwenye benki, lakini kwenye simu wanaweza kutuchangia kupitia namba ya Vodacom 0744 44 69. Jina linakuja Chadema HQ au Chadema Headquarter. Unaweza kujiuliza HQ ni kwa ajili ya nini? Kwa maana ya Chadema makao makuu. Kwa hiyo tunawaalika mwenye 1000, mwenye 2000, mwenye 500, mwenye kiasi chochote, asijione yeye kama ni kidogo. Yaani ni kuanzia mchango ule ambao kimtandao inaruhusiwa kutumwa, iwe 200 ngapi, Watanzania waweke pale. Hii itatusaidia kwa ajili ya kujenga taasisi iliyo bora, lakini kujenga nchi yetu, kwa sababu kwa sasa hivi chama cha siasa nchini Tanzania tunaweza kuzungumza kama ni Chadema. Vingine hivi vinatumia nguvu kubwa kwa sababu vina madaraka. Lakini Chadema hatuna madaraka, lakini tuna wananchi. Kwa hiyo wananchi, kiungeni mkono chama chenu, kisaidieni chama chenu, ungeni mkono harakati hizi za kupigania katiba mpya, ungeni mkono harakati hizi za kupigania utawala bora wa demokrasia, ungeni mkono harakati hizi kwa ajili ya kupigania rasilimali za nchi yetu. Kwa hiyo naomba niwashukuru kwa ajili ya hili, lakini waombe sana Watanzania tukisaidie chama hiki. Ukiacha idadi ambayo chama kimetamka cha milioni 334, sisi tunatamani ikifika hata bilioni 2 itakuwa imesaidia kupeleka mbele chama hiki. Ya jahazi hili la tone na mbio hizi za marathon, tumeona wenzenu wakijiita kuwa ni viongozi wa Chadema, tumeona kule Tanga, lakini tunaona Morogoro wakisema kwamba Heche achunguzwe kwa kile wanachokidai ubadhirifu wa fedha hizi za tone. Nyinyi kama wilaya ya Momba mnapokeaje matamko haya wakati mnatoa mwelekeo huu, lakini baadhi yenu mnaenda kwenye mwelekeo wa kushoto? Kwanza wanaosema Heche achunguzwe, mimi najiuliza wanasema achunguzwe kwenye ishu gani? Kwa sababu Chadema ni taasisi. Chadema hili kiongozi achunguzwe kwa nafasi yake, ni lazima watuambie amefanya nini. Lakini kama wanasema amekula hela za tone, tunajiuliza wanaozungumza ni akina nani? Na limeibukia wapi? Kwa sababu ndugu waandishi wa habari, nafikiri hata hao wanaosema achunguzwe mngewauliza achunguzwe kwenye jambo gani na limefanyika wapi na wapi limejadiliwa. Sasa sosi ya hilo jambo la achunguzwe linatoka kwa nani? Sisi chama chetu kina utaratibu. Wangetuambia makamu mwenyekiti ni mtu mkubwa kwenye nchi hii. Kwa chama chetu ni nafasi ya pili kwenye uongozi ukitoka mwenyekiti. Pengine ningeona mjumbe wa kamati kuu anajitokeza, au kiongozi wa kamati kuu kwa maana ya katibu mkuu anajitokeza anazungumzia habari hizo, tungekuwa tunaungana kwa sababu tungeona kweli huko ndio inakotoka. Lakini unaona katibu mkuu wa chama amejitokeza hadharani, ameuambia umma wa Watanzania kwamba hakuna hela yoyote iliyoliwa. Sasa unamchunguza Heche anashika hela gani? Kwa sababu sisi chama chetu kina muhasibu, kina secretariat, yaani mpaka hela ifike kwa mwenyekiti na sidhani kama inafikaga mkononi. Labda kama ni kwa mwenyekiti basi ni kwenye matumizi ya kwenye mikutano ambayo anakuwa anazunguka nchi nzima, na wala yeye hashiki hela. Yeye anaambiwa tu ratiba yetu tunakwenda Songwe.
Watu wanaohusika na mambo ya mafuta wataweka kwenye magari, watu wanaohusika na PI watahangaika huko, wanaohangaika, yani msafara mzima. Mwenyekiti hakuna sehemu anaposhika hela. Sasa unamtuhumu makamu mwenyekiti kwa lipi? Kwa hiyo mimi naamini kwamba kwanza wanaozungumza basi sio wenzetu, na kama ni wenzetu basi wana tatizo la kiakili, kwa sababu sio bure mtu ambaye hujui ABC ukaanza kusema 1 2 3. Na kama tofauti na hapo, basi ni wenzetu ambao wamezoea kuishi kwenye siasa za uongo, siasa za propaganda, ndo wanawatumia. Sasa tunawashauri tu, kama wanaamua kutumika watumike vizuri. Ni vyema wakajitafutia maisha yao ya kila siku kuliko kutumika kwa ajili ya kwenda kusema kitu ambacho Watanzania wa leo sio wajuzi. Wanauelewa mkubwa sana, ndio maana leo wanaoropoka Chadema huku, hela zinazidi kuingia kwa kasi. Kwa maana hiyo wangejijua tu kwamba wamefeli na wangeuomba radhi umma kwa kudanganya, kwa sababu wanahadaa umma. Kwa hiyo niseme tu kwamba hao watu yawezekana sio wenzetu, sio wanachadema wenzetu. Sisi wanachadema chama chetu kiko salama, hakuna hela ya mtu inayoliwa. Hela zote zinaonekana zinaingia kwa uwazi. Tone yote inayofanyika inafanyika kwa uwazi. Hata ile unayoiona kwenye mikutano ya hadhara inafanyika kwa uwazi. Pale kuna ofisa wa chama toka makao makuu. Baada ya makusanyo yale zinahesabiwa, ndio maana tunatangaza. Kwa hiyo hao ni watu tu ambao wameshindwa kufanya siasa, ama hawajui maana ya siasa, au hawajui walitendalo. Tunawaacha kama walivyo. Wala makamu mwenyekiti hana shida ya kwanza kuhangaika nao, kwa sababu yawezekana wametumwa kuvuruga ajenda za nchi. Nchi hii na mambo mengi ambayo waandishi wa habari wanatakiwa kuhoji na Watanzania wanatakiwa kuhoji. Huenda hao ndo wametumwa kwa ajili ya kuvuruga mambo hayo. Kwa kama wanavuruga wamefeli, kwa sababu Watanzania wa sasa sio wale wa zamani. Na kipo chama mbadala Chauma, nao tumeona wamezindua kampeni kama zenu, na wao harakati zao ni kupigania katiba mpya. Nyinyi kama Chadema mmelipokeaje, na pengine mnawaunga mkono na wao kwa harakati zao? Sisi kwanza hatuhangaiki na mambo ya Chauma. Kiukweli sisi hatuhangaiki na mambo ya Chauma. Sisi kama Chadema tunahangaika na mambo ya nchi hii na mambo ya chama chetu. Kwa hiyo kama Chauma wameanzisha nacho si chama cha siasa, wanaweza kufanya mambo yao huko, ila sisi kusema tunaunga mkono kwa sababu hatujui wameanzisha kwa lengo lipi. Sasa huwezi kumuunga mkono mtu ambaye hujajua ameanzisha ili akafanye nini. Hatuhangaiki na mambo ya Chauma kwa sasa. Chauma sisi tunawaona ni watu ambao yani kwa hali ya kawaida ni kama wao yani ukiwaangalia kwa undani ni kama wao wanaungana na harakati namna serikali inavyokwenda, wanaungana. Kwa hiyo tunawacha, na huenda hata hii ni hadaa tu kwa wananchi, kwamba yawezekana nataka waone Chauma wakitangaza kwamba labda tumepata bilioni 1. Si tunachojua Chauma hata ikionekana leo wamepata, hata ikionekana wamepata 500,000 leo Chauma, tunajua mfuko itakao kuwa imetokea na imeelekea. Chauma kama Chauma sasa hivi hakipo chama hicho. Yaani hakipo, ni chama tu ambacho kimebaki hadaa kwa wananchi. Sasa hizo hadaa za wananchi za nini? Tuanze kuhangaika na Chauma kwa sasa. Sisi tunahangaika na ajenda zetu. Chauma kama wana mambo yao waache wafanye huko, sisi acha tusonge mbele, na Watanzania watuelewe tu kwamba kwa nchi hii chama pekee ambacho kinaweza kuwasemea, kusimama, kuwa pamoja nao kwa namna yoyote ile ni Chadema.